Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Renata Faustine, ni mshirika wa kanisa la CRC. Tunamshukuru Mungu, tumekuwa na kongamano la mama, kongamano kubwa ambao tumejifunza vitu vikubwa kuanzia jana siku ya tarehe 21, leo ni siku yetu ya pili tarehe 22 na itaenda mpaka siku ya kesho tarehe 23. Hakika tumejifunza vitu vingi. Tamasha letu inaenda kwa timu inayosema mwanamke mwombezi au an intercessor woman. Nimeweza kujifunza vitu vikubwa ambavyo vimenifanya kujua kwamba mwanamke mwombaji sio kwamba anatakiwa kuwa mwombezi kwa mambo yake tu. Tumeweza kujifunza kwamba mwanamke mwombezi ni yule anaweza kuyabeba mambo ya watu wengine kuwaombea, kwa sababu yeye tayari ndani ana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo anawabeba watu wengine kuwaombea. Hawezi kukuta walevi au watu wengine kwenye mambo ya maasi akachekelea, bali atasimama kuomba. Pia kitu kikubwa nilichojifunza ni kwamba unapomwombea mwanao, usimwombee yeye kama yeye. Katika mazingira anayokuwa, muombee mtoto kwamba unaombea shule nzima, ndio mwanao anaweza akawa salama. Lakini ukisema unamwombea mwanao peke yako, hayuko salama, kwa sababu mazingira yanaweza akamfanya kutoka kwenye imani unamwombea na akapotea. Vitu ni vingi tunajifunza mpendwa. Hakikisha usikose siku ya kesho ambao tutaanza ibada yetu saa 3 kamili asubuhi na pia tutaendelea mpaka jioni saa 12. Don't miss, kwa sababu tunajifunza vitu vikubwa kama wanawake, na tunaenda kuwa wanawake waombezi ambao tutakwenda kusaidia kanisa na taifa kwa ujumla. Baada ya kumalizika kongamano hili, naona wanawake tunakwenda kusimama katika nafasi zetu na kuomba kwa uaminifu bila kutegemea kuwepo kanisani. Hata tunapokuwa nje ya kanisa tutasimama kwenye nafasi zetu kuomba. Watu ambao wamekuwa wakikosa makongamano makubwa ya hivi ya wanawake wa kuomba wanamisi vitu vikubwa sana, kwa sababu mimi pia nilitaka nisifike, lakini kwa kufika kwangu siku ya kwanza na leo ya siku ya pili sijapoteza chochote. Nimejifunza vitu vikubwa ambavyo sikuwa nimevisikia kokote. Kwa hiyo wasipange kuwa wanakosa wanaposikia matamasha makubwa kama haya. Kwa ambao wamesha misi kongamano hili, na wapa wito wa kwamba wajifunze kuomba. Maombi ya binafsi yanamkuza mtu kuliko kutegemea kuombewa kila siku. Kwa majina ninaitwa Esther James. Ni mshirika wa CRC Pentecoste. Tuko hapa tumekusanyika kwa ajili ya kongamano la mwanamke aupendezaye moyo wa Bwana au mwanamke mwombezi. Kongamano nalizungumzia ni kongamano, kwangu mimi nasema ni kongamano la ajabu sana ambalo sikupenda mwanamke yoyote akose. Ni kongamano ambalo mimi binafsi limenipa uamsho wa kuwa mwombezi, na sitarajii kuacha kuomba, kwa sababu usipoomba hakuna kitu kinachotokea pasipo kuomba. Lazima uombe ili mambo yaweze kutokea. Baada ya kongamano hili kuisha, ambao hitimisho letu ni kesho, nina matarajio kwa kila mwanamke aliyehudhuria kongamano hili hata baki jinsi vile alivyo. Atakuwa ni tofauti. Atakuwa ni mwanamke mwombezi, atakuwa sio mwanamke mwongeaji, ila ni muombaji. Muda wowote ule atakuwa ni muombaji, sio mwongeaji tu, atakuwa ni muombaji. Ninawapa wito wa wanawake wote ambao wanapelekewa vipeperushi vya kualikwa kwenye kongamano na watokee, na ninawahamasisha kwamba siku nyingine na mwaka mwingine wanapopata taarifa za kualikwa kwenye kongamano, wasisite na waje, utapokea kitu kizuri sana, zaidi sana. Jamii naiambia wamwamini Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Rachel Paulo Lukumai, ni mwenyekiti wa wanawake CRC International Church iliyopo Goba, barabara ya Goba kwa Sanya, Mbezi Juu, Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu, siku ya jana tuliweza kuanza kongamano letu la mwanamke aupendezaye moyo wa Bwana, yenye dhima isemayo mwanamke mwombezi. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameweza kutuhudumia kwa siku ya jana, na siku ya leo pia tumemwona Mungu kwa viwango vya juu. Tunamtukuza Mungu ya kwamba kuna mambo ambayo wanawake walikuwa hawawezi, walikuwa wanajiombea wenyewe, lakini kwa wakati huu Mungu ametuelekeza na kutufundisha namna ya kwamba tunatakiwa tuwe waombezi. Sio kwamba tunajiombea wenyewe wala kuombea familia zetu wenyewe. Ni kuomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya nchi nzima. Wito ninaoutoa kwa wazazi, pale tutakaposimama kama wanawake kuomba kwa ajili ya vizazi vyetu, Mungu ni mwaminifu, kwa sababu neno lake linasema ya kwamba watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wetu itakuwa juu yake. Ya kwamba ataweza kutulelea watoto, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kuwalea, lakini Mungu anaweza kulea watoto wetu pale ambapo tutasimama kwenye nafasi zetu ya kuweza kuomba
kuombea taifa, kuombea watoto ambao Mungu ametupa kama zawadi katika familia zetu. Somo kubwa lilikuwa ni mwanamke mwombezi, na somo hili limeweza kufafanuliwa kwa undani zaidi ya kwamba tunatakiwa kama wanawake tusimame na tuweze kuomba kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya mambo yote ambayo Mungu ametuelekeza tuweze kuombea kama wanawake. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba wanawake ni jeshi kubwa, na wanawake wanahitajika wanawake waombolezaji wanaoweza kuomboleza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wito ninaoutoa kwa jamii, ninaomba kila mwanamke achukue nafasi ya kuomba kwa ajili ya taifa. Aombe kwa ajili ya watoto, aombe kwa ajili ya vizazi vya sasa hivi, kwa sababu vizazi tukiviombea Mungu anaweza kuvinusuru katika majanga ambayo sasa hivi kuna wimbi kubwa la uharibifu wa watoto, ambayo tukisimama kama wanawake kuomba kwa ajili ya hilo, Mungu wetu ni mwaminifu na ataweza kufanya, na watoto wetu watakuwa salama. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV. Tunalinga na Yesu, tunalinga na Yesu, tunatembea kifua mbele kwa sababu Yesu yuko hapa. Tunalinga na Yesu, tunalinga na Yesu, tunatembea kifua mbele kwa sababu